kutokana na habari ile ambayo tunapata kutoka kwa wananchi wetu ambao ni wapendwa. Tuliweza kuintercept fertilizer ya urea ambayo ilikuwa inatoka Ethiopia ikienda Somalia. Sijui kama kuna ukulima mnajua inafanyika huko upande wa Somalia. Iko ukulima. Hiyo madawa, hiyo mbolea ilikuwa inaenda kutumika kutengeneza vilipusi. Ukiona kitu chochote ambacho kinapita kinapelekwa upande huu ambacho kinaweza kutumiwa kwenda kuharibu usalama wetu, tafadhali tupeaneni habari ili tuweze kuokoa maisha ya watu wetu ambao wangeathirika kwa sababu ya kwenda kutufanya vitu kama hivyo. Niambie gunia karibu 100 kama zingepita vile zilikuwa zimepangiwa siingie upande wa Somalia, halafu itengenezwe bomu, ingelibua hata Nairobi mzima, hata Mandera mzima, na watu wangeumia, wale ambao wako na makosa na wengine hawana makosa. So tafadhali usiseme ya kwamba hii ilikuwa inaenda kutumika kwa watu wengine. Mwisho hata wewe mwenyewe utapatikana, ama ndugu yako atapatikana. Tafadhali tutumie nafasi hii ili tuweze kupeana habari, ili tuweze kuokoa maisha ya watu wetu ambao yangekuwa hatarini kama tungeajiria vitu kama hizo zipite zikielekea kule ambacho zilikuwa zinaenda. Ninaomba tu ya kwamba wakati mnatupea habari, hautasikia hiyo habari imerudi imeenda kutumiwa na wahalifu kwenda kukuumiza wewe kama mwananchi. Tupatie habari na usiende kujifuna huko mtaani kwamba nimepeana habari kwa serikali. Wewe tupea habari, unyamaze, utakuwa safe. Na upande wa serikali tunataka kuhakikishia kwamba hakuna mtu ataenda kuuza hiyo habari ama kupeana hiyo habari ili iende kutumiwa vibaya. Usalama wetu unaanza na wewe na mimi. Kuwa concerned na kile kitu ambacho kinaendelea hapo mahali upo. Chochote rafiki yako anafanya ama jirani yako kinakuhusu kwa njia moja ama nyingine. So ni ombi langu kwamba tutachukulia maneno ya usalama kwa njia ya maanani zaidi, kama majirani zetu wa upande wa Ethiopia. Ethiopia wakiona mgeni, hata wewe ukifuka uende huko leo, habari inakimbia mara moja, utasikia iko Dolo ama iko Addis Ababa. Hiyo ni katika ile shughuli ya kuhakikisha kwamba watu wote wanaishi salama. Nilikuwa nafurahia kwa sababu tulikutana na maofisa wa upande wa Ethiopia siku nyingine, wakatuambia kwamba walikuwa na habari juu ya suspect alitoka Elwak akakuja huko Paniza, akafuka akaingia upande wa Mbarak, na akufika tu huko hivi akashikwa na yule mtu ambaye walikuwa na yeye. Hiyo ni ile ya kuwa nationalist, kujali maslahi ya nchi yako. So tafadhali sisi nasi pia tunatakikana to inculcate responsibilities of nationalism and patriotism, ili tuweze kujali wale ambao ama maisha ya nchi yako ama maisha ya ndugu zako na dada zako wale wako nchini.